Marekani imeendelea na mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran kwa usiku wa 10 mfululizo kuamkia hii leo Julai 21 mwaka 2026, ikipanua operesheni zake za kijeshi dhidi ya maeneo ambayo Washington inadai yanahusishwa na shughuli za jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, vikosi vya wanamaji wa Iran pamoja na miundombinu inayotumika kuratibu mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi hayo yanaashiria kuendelea kwa kampeni ya kijeshi ya Marekani inayolenga kuzuia kile inachoeleza kuwa ni tishio linaloongezeka kwa usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji wa mafuta na bidhaa. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka ndani ya Iran, milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo kadhaa ya kusini mwa nchi hiyo, ikiwemo mji wa bandari wa Bandar Abbas, kisiwa cha Hashim pamoja na miji ya Chabha na Konarak. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kutokea kwa nyakati tofauti usiku, huku wakazi wakieleza kusikia milipuko mikubwa na kuona miale ya moto katika baadhi ya maeneo. Bandar Abbas ni makao makuu ya vikosi vya wanamaji vya Iran katika Ghuba ya Uajemi na ina bandari muhimu ya Shahid Rajae, wakati Hashim ni kisiwa chenye miundombinu ya kijeshi na bandari zinazotumiwa na vikosi vya Iran. Chabha na Konarak nazo zina nafasi muhimu katika shughuli za kijeshi na biashara kutokana na ukaribu wake na bahari ya Oman. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa mara kadhaa katika mikoa ya Hormozgan na Bushehr, huku vikosi vya ulinzi vikijaribu kuyazuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizodaiwa kutumiwa katika mashambulizi hayo. Pia kulikuwa na taarifa za tahadhari karibu na kituo cha nyuklia cha Bushehr ambacho ni moja ya miundombinu muhimu zaidi ya nishati ya nyuklia nchini Iran. Hata hivyo, mamlaka za Iran hazijathibitisha kuwa kituo hicho kililengwa moja kwa moja wala kutoa taarifa kwamba kimepata uharibifu wowote. Maafisa wa Marekani wameendelea kusema kuwa operesheni hizo zinalenga malengo ya kijeshi pekee na kwamba hazilengi raia wala miundombinu ya kiraia. Washington inadai kuwa maeneo yaliyoshambuliwa yanatumika kuhifadhi silaha, kuratibu operesheni za kijeshi na kusaidia mashambulizi dhidi ya meli za biashara zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Serikali ya Marekani imekuwa ikisema kuwa kulinda uhuru wa usafiri wa baharini ni jambo muhimu kwa usalama wa uchumi wa dunia kutokana na umuhimu wa njia hiyo katika biashara ya kimataifa. Iran imeendelea kuyakanusha madai hayo, ikisema mashambulizi ya Marekani ni ukiukaji wa wazi wa mamlaka yake na sheria za kimataifa. Viongozi wa Tehran wameapa kuwa nchi hiyo haitasalimu amri mbele ya shinikizo la kijeshi na kwamba itachukua hatua zote zinazohitajika kulinda usalama wa taifa lake. Aidha, vyombo vya habari vya serikali vimeeleza kuwa vikosi vya ulinzi vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya utayari na vina uwezo wa kujibu mashambulizi yoyote mapya. Mlango wa Hormuz umeendelea kuwa kitovu cha mvutano huo kwa sababu ni njia inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman, ambapo sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani hupitia kila siku. Wataalamu wa masuala ya nishati wanaonya kuwa mzozo wote unaoweza kusababisha kufungwa au kuvurugika kwa shughuli katika mlango huo unaweza kusababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi katika masoko ya dunia, kuongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa na kuathiri uchumi wa mataifa yanayotegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kuendelea kwa mashambulizi hayo sasa kwa siku ya 10 mfululizo kunaonyesha kuwa Marekani imeamua kuongeza shinikizo la kijeshi dhidi ya Iran badala ya kupunguza operesheni zake. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza uwezekano wa Iran kujibu kwa mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani au washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo linaweza kupanua zaidi mzozo huo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.